Mungu wetu, wewe ni Mungu mwaminifu ambaye tunasimama mbele zako katika hofu, katika kicho na katika unyenyekevu, tukikushukuru kwa sababu tunafahamu namna unavyotuwazia mema. Na mawazo unayotuwazia umesema kwamba si mawazo mabaya, ni ya mema, ni yale ya kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho. Umesema tutakuja na tutakuomba nawe utatuitikia, tutakuita utaitika, tutakutafuta utaonekana kwetu. Ndio maana tuna ujasiri wa kuja mbele zako hata jioni hii, kwa sababu tunajua kwamba tunatembea katika neno la maagano, lile neno ambalo kuisha kusema na maisha yetu. Na mimi nasema asante kwa sababu ya wote tulioko mahali hapa Bwana, nikiwa naendelea kufahamu ya kwamba tukiwa tunaendelea kuna watu wataenda kujiunga pamoja na sisi katika ibada hii, na hakuna atakayemwacha wala hakuna atakayempita. Kila mmoja wetu ambaye yuko mbele zako Mungu wetu, utakwenda kukutana naye kupitia neno lako, lakini utaridhia na kusikia kuomba kwake na kukutana nasi kwa mahitaji yetu yote ya binafsi na ya kanisa. Tunasema asante kwa sababu mwema na mwaminifu. Na mimi wacha nijisalimishe mikononi mwako, unijalie neema, nguvu na mafuta niweze kusema neno lako kama ambavyo inanipasa kunena. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu wote kwa jina la Bwana Yesu. Amina. Karibuni tena mbele za Mungu wetu. Tunaendelea kutengeneza sura ya mwaka tunao tamani kuwa nao, mwaka 2026, na tuna imani kubwa kwa Mungu kwamba tunaomba kwa Mungu anayejibu na Mungu anayesikia. Wangapi maombi yao wanapoomba wana imani yale wanayoyaomba? Wangapi wanaomba wakiamini? Wote mnaamini? Mungu awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Jana nilisema kwamba tutaangalia kuhusu kukumbukwa, Mungu kutukumbuka. Litakuwa ndio ombi letu tena kama tulianza jana, na lakini tukijielekeza kwenye jambo hili linaloitwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mara mbili hivi. Mara ya kwanza hawakuwa wamemuuliza katika Mathayo, yeye tu alikuwa anafundisha. Alifundisha hotuba ndefu sana, imekava Mathayo sura ya 5 yote, ya 6 yote na ya 7 yote. Wataalamu wameita hotuba ya Yesu ya mlimani. Aliketi, watu walimfuata kule, akaketi akaanza kufundisha. Ilikuwa ni mlimani, kwa hiyo watu wakaanza kuita inaitwa hotuba ya mlimani. Akafundisha, nadhani ulikuwa ni muda mrefu sana, kwa sababu aliyofundisha yameandikwa kwa pamoja, sura 3 mfululizo: Mathayo sura ya 5, sura ya 6 na sura ya 7. Miongoni mambo aliyafundisha Yesu katika mfululizo, yale mambo alikuwa akifundisha, akawaambia watu, mtakapokuwa mnasali, salini hivi. Sasa baadaye watu wakaita hiyo sala ya Bwana. Ilikuwa ni kipengele katika mfululizo wa mafundisho mengi aliyofundisha hiyo siku, ambao mwandishi Mathayo akaandika, wachambuzi waliotengeneza Biblia wakayatenganisha kwenye sura, yakachukua sura 3 za kitabu. Akasema, mkiwa katika kusali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Jina lako litukuzwe na ufalme wako uje. Halafu mengine sasa yanafuata. Haleluya.
mambo ya utupe, mkate wa kila siku. Wengine wameandika mkate wa kila siku, wengine wameandika riziki ya kila siku. Lakini nahisi wakati Yesu anafundisha atakuwa alisema mkate, kwa sababu unajua wakati mwingine alikuwa anafundisha kulingana na mazingira ya watu wanaomsikiliza. Chakula kikuu kwa jamii ya wakati wa Yesu, katika ukanda ule Yesu aliyokuwepo, chakula kikuu kilikuwa ni mikate. Walikuwa nakula mikate, ndilikuwa chakula kikuu. Ndio maana ufahamu wangu najaribu kuamini kwamba nadhani alisema mkate wa kila siku. Lakini sasa kwa sababu waandishi au watafsiri wa Biblia wakati mwingine wanapojaribu kutafsiri Biblia wanaiweka katika muktadha ambao yule mwingine ambaye si wa jamii hiyo anaweza pia akapata maana bila kubadilisha maana, lakini inaweza kuleta maana kwenye maisha ya kwake na yeye. Kwa badala ya mkate, wale waliokuwa wakiendelea kutafsiri Biblia kutoka toleo moja kwenda lingine, toleo moja lingine, wakafika mahali pale penye mkate wakaandika riziki. Sasa riziki ni pana zaidi, inagusa mahitaji mengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema mkate au riziki, akasema kutuokoa na yule mwovu, akasema kutotutia majaribuni. Na hayo yote ukiamua kuyachambua kwa pamoja unaweza kutengeneza masomo mengi. Kutotutia majaribuni, kutuokoa na yule mwovu, kutupa mkate wa kila siku, na mengine mengi. Lakini jambo la mbele alilolisema, mkisali, moja mambo msiache kuyatafuta ni ufalme wa Mungu. Muombe kwamba ufalme wa Mungu uje. Kwa maana kwamba kumbe ufalme wa Mungu, mtu anaweza kuwa nje ya ufalme au anaweza kuwa ndani ya, au mtu ufalme wa Mungu unaweza kuwa kwake au ufalme wa Mungu usiwe kwake. Haleluya. Tunaweza kuwa ndani ya ufalme wa Mungu au anaweza kuwa nje ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unaweza kuwa kwa mtu au usiwepo kwa mtu. Haleluya. Na kwa nini Yesu alisema liwe jambo la muhimu sana kwenye kuomba kwetu? Kumbe tunaweza kuwa waamini tukakosa ufalme wa Mungu, yani tukakosa kuishi kwenye ufalme wa Mungu, lakini ni waamini. Haleluya. Ufalme wa Mungu kawa practically au kiuhalisia hatunao na ni waamini. Tukawa nje agenda za ufalme na maisha ya ufalme, lakini ni waamini. Kwa sababu watu wote wanaosali tafsiri yake ni waamini. Kwa sababu wasio waamini hawasali. Sasa kwani katika kusali aseme salini mkisema ufalme wa Mungu uje, ingekuwa ni automatically tunao au tunaishi nao na kutembea nao na kila tulipo tunao, kitendo cha kuwa waamini kilikuwa kinatosha kwamba tunao. Kwa hiyo si jambo tunahitaji kuomba tena. Haleluya. Kwa mfano wokovu, ukiokoka umeokoka. Kila siku naomba kuokoka. Wangapi wanaomba kuokoka kila siku? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku kiamka sala ya toba. Kila siku kiamka unagundua kama umeshapoteza wokovu, unaomba sala ya toba tena, unaingia kwenye wokovu. Kukicha tena siku inayofuata una wokovu umeshaondoka, unarudi tena kwenye wokovu, sala ya toba tena. Tunaishi hivyo. Hatuishi hivyo kwa sababu tunaamini tukipokea wokovu tunao tayari. Tumeokoka na tunaishi ndani ya wokovu. Haleluya. Lakini kwa nini Yesu aseme tukisali kila siku tumwambie Mungu ufalme wa Mungu uje? Kwa sababu yawezekana tukawa waamini, tukawa na wokovu, lakini
practically au kiuhalisia, yale maisha halisia, tukawa nje ya ufalme, au ufalme usiwe kwetu. Haleluya. Wakasema salini kwamba ufalme wa Mungu uje. Mkisali salini kwamba ufalme wa Mungu uje. Sasa tunapokuwa tunasema ufalme wa Mungu, tunaongea vitu gani? Kwa nini kila siku tuseme ufalme wa Mungu uje? Haleluya. Huyu kabla sijasoma yale maandiko nikwambia nitasoma leo, yale nitaleta mwishoni katika kuhitimisha, lakini nikuletee mfano mwingine tena. Luka hii sura ya 13 ni miongoni mwa siku zingine ambazo Yesu nazo alikaa kafundisha muda mrefu. Sura ya 13 nako alifundisha mambo mengi, lakini siku hiyo alikuwa maalum sana. Alikuwa anafundisha tu ufalme wa Mungu. Mathayo ameiandika hiyo sura ya 13 na Luka kaiandika hiyo tena sura ya 13. Mambo ambayo unayakuta Mathayo sura ya 13 ndio hayo tena unakuta Luka sura ya 13. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa Luka sura ya 13, Yesu anaongelea habari ya ufalme kwa muda mrefu, na Mathayo sura ya 13. Kule Mathayo sura ya 13 anaanzia na kitu kinaitwa mfano wa mpanzi. Halafu anaanza kusema ni ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umefanana na mpanzi. Ameenda kafanya nini? Akapanda. Mnazijua hizo story. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaendelea akatoa mifano mingi sana, yote anasema imefanana na ufalme wa Mungu. Haleluya. Ufalme wa Mungu kumbe kuna kuingia, lakini pia kuna kutoka. Siku moja wakamuuliza Bwana Yesu, wanaokoka ni wachache? Yesu hakujibu ni wachache au ni wengi. Akasema jitahidini kuingia kwenye mlango mwembamba, kwa sababu wengi watatamani waingie lakini hawataweza. Hapa anaongea kuingia kwenye ufalme. Wanamuuliza, je, Bwana Yesu, watu watakaookoka ni wachache? Hakujibu ni wachache wala ni wengi, ila akasema jitahidini kuingia kwenye ufalme kwa kupitia au kwa kutumia mlango mwembamba. Haleluya. Naomba nisome haya maneno kabla sijaenda kule. Kabla sijaenda ile nikwambia jana ya yule mtu wa msalabani. Naomba twende mstari wa 18. Nitasoma haraka mpaka mstari wa 30. Kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na narudia. Ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Yeye mwenyewe akajibu, umefanana na punje ya haradali aliyoitwa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Na huu Mathayo ameutoa tena sura 13 mfano huu. Akasema tena mara ya pili, ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Akajibu tena, umefanana na chachu aliyoitwa mwanamke akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga. Pishi ni nini? Haya, tuseme pishi. Kuna tafsiri moja nilikuwa nasoma
ikaandika debe 3. Sasa pishi ni debe, lakini kuna tafsiri moja ya Biblia imeandika debe 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Umefanana na chachu aliyotoa mwanamke akaisitiri ndani ya debe 3 za unga. Haleluya. Kwa lugha ya siku hizi tungesema visado. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tuna lugha ya debe imeshaanza kuondoka. Siku hizi kuna visado. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akachukua chachu mwanamke, akaenda akaichanganya au akaisitiri ndani ya pishi za unga. Ile chachu si kubwa sana, si nyingi sana, akaiweka mle ndani. Hata unga wote, baada ya muda unga wote ukachacha. Ameweka chachu kidogo kwenye debe la unga, baada ya muda unga wote umechacha. Na mitume waliandika, Paulo nadhani akaandika akasema, chachu kidogo huchachua nini? Donge zima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo maneno Yesu anaongea, anajaribu kutengeneza sura ya hiki tunachoita ufalme wa Mungu. Nataka nikutazamishe haya kabla sijakupeleka kwa mtu anasema, Yesu unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Nikutazamishe kwanza, waanze kupata picha ya nini akisema ufalme wako, anaongelea kitu gani? Yesu anaposema mkisali ombeni ufalme wa Mungu uje. Mwizi pale msalabani anasema, Yesu unikumbuke katika ufalme wako utakapoingia. Utakapokuwa kwenye ufalme wako unikumbuke. Haleluya. Sasa Yesu anaeleza hiki watu wanachokiomba, Yesu nikumbuke kwenye ufalme. Ufalme ni kitu gani? Akasema, nasoma baadhi ya mifano kwa sababu Yesu ametoa mingi na mitume wametoa mingi. Mtume Paulo kuna mahali alisema ufalme wa Mungu si kula na kunywa, bali ni nini? Haki, furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Si tu haki, furaha na amani, ni haki, furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa nasema mwanamke huyu akaweka, halafu unga wote ukachacha. Naye alipokuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu, mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, wanaokolewa ni wachache? Akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango mwembamba, kwa maana nawaambia kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wangapi watataka kuingia? Wengi mno. Yaani huu ufalme kila mtu anataka kuingia, ila kufanikiwa kuingia. Haleluya. Wengi, hakuna mtu hataki kuingia ufalme wa Mungu, lakini swala ni kufanikiwa kuingia. Kwa akasema wengi. Mtu ameuliza Yesu, watakaokoka au wanaokoka ni wachache? Yesu akasema, aliyeuliza ni moja, lakini Yesu akaamua awajibu wote kwa pamoja waliokuwepo. Akawaambia, jitahidini kuingia kwa mlango ulio mwembamba, kwa sababu wengi watataka kuingia wasiweze. Mstari wa 25, wakati mwenye nyumba
atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, Bwana tufungulie, yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu. Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja kutoka mashariki na magharibi, na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaongea habari ya ufalme, anasema kwa lugha inayoeleweka kabisa ya kibinadamu. Anasema ni mfano wa punje ya haradali au mbegu ya haradali. Mbegu ya haradali Yesu ameitolea mfano katika uwezo wake wa kufanya mambo makubwa ya kiimani. Akasema, mkitaka kufanya vitu vikubwa, anzeni na imani inayolingana na punje ya haradali au mbegu ya haradali, ambayo mbegu hiyo inatosha kuhamisha milima. Mwaweza kuambia mlima huu, ng'oka hapa ukapandwe baharini, nao ukaweza kuatii ukaenda baharini. Sasa hapa anasema, na hii hiyo ameisema katika Mathayo 13 hiyo hiyo, akasema mbegu, ufalme wa Mungu umefanana na mbegu ya haradali. Mtu aliyoitwaa akaenda akaitupa katika shamba lake, au akaiweka katika shamba lake, au kwa lugha nyingine akaenda akaipanda katika shamba lake. Sasa ukisema ufalme wa Mungu sio mbegu ya haradali wala sio mfano wake. Inakuja kuwa na maana inapokuwa kuna mtu amechukua ile mbegu, akachukua hatua za kuipeleka kwenye shamba akaipanda. Mjumuiko wa hayo mambo ndio unaitwa mfano wa ufalme wa Mungu. Sio mbegu ya haradali ndio mfano wa ufalme wa Mungu. Mfano wa ufalme wa Mungu ni mbegu ambayo mtu kaichukua akaenda kaipanda kwenye nini? Kabla hajaipanda haileti maana yoyote ya ufalme wa Mungu. Ikipandwa ndo mfano wake wa ufalme wa Mungu unapoanza kuonekana, kwa sababu ikipandwa inaota, ikiota inakuwa, halafu kikua haifanani na vichaka vidogodogo, inakuwa mti, na si mti mfupi, mti mrefu, na si mrefu tu, wenye uwezo kuzaa matawi mengi yakatengeneza kanopi kubwa. Na kwa sababu ya kanopi yake ilivyo kubwa, huko juu kwenye matawi yake ndege wana uwezo kufanya hifadhi. Luka hakuandika, lakini Mathayo aliandika kwamba si ndege peke yao, huku chini pia ya ile kanopi ya ule mti, wanyama hayawani nao wanafanya vivuli, wanakuja kupumzika hapo. Ni kivuli kwa wanyama hawa wengine, na kwa ndege ni nyumba za kuishi. Bwana Yesu asiwe sana. Sasa akasema ufalme wa Mungu uko hivyo. Kwa hiyo niendelee tena kidogo. Akasema mfano mwingine, akasema ni kama chachu ndogo kidogo, ambao mwanamke ameichukua akaiweka kwenye pishi 3. Sasa pishi ni lugha
ya huko au watafsiri wa Biblia waliotafsiri Kiswahili cha kwanza. Kwa sisi wa siku hizi pishi, kuulizwa pishi unaweza usielewe vizuri. Kwa hiyo ndio maana mwingine akaamua kusema debe. Unasema debe tunaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akasema debe 3. Sasa au kwa lugha nyingine, kile kipimo chako unachokutumia kutunzia unga, si ndio? Haleluya. Kwenye Biblia pia kulikuwa na utaratibu wa kutunzia unga kwenye debe. Yule mwanamke wa Sarepta, debe unga wake haukupunguka kwenye debe. Haleluya. Kwa hiyo akachukua akaweka kwenye debe chachu kidogo. Baada ya muda unga wote umechachuka. Kwa ufalme wa Mungu ni kitu ambacho ni nguvu ya kimungu, ni mamlaka ya kimungu ambayo ikipokelewa mahali, haleluya, ikipokelewa mahali, ikipokelewa moyoni mwa mtu, haleluya, ikipokelewa kwenye familia ya mtu, familia ikasema tunataka Mungu huyu awe mfalme kwenye hii familia yetu, haleluya, tumpe madaraka yote, tusijisazie, Mungu atawale, haleluya. Ni mbegu kama ndogo ikipokelewa kwenye nchi, taifa likasema, watu wakaamua, taifa likasema tunataka huyu Mungu awe mtawala kwenye hili taifa, haleluya. Kanisa likaipokea hiyo mbegu, likasema tunataka kwenye kanisa letu Mungu awe mfalme, Mungu atawale. Tukipokea kwenye biashara yetu, mtu akasema, akaiambia biashara yake, nataka kuanzia sasa wewe biashara yangu utatawaliwa na Mungu, Mungu ndiye atakuwa mfalme kwenye wewe biashara yangu, haleluya. Ukapokelewa ufalme, mtu akasema kwenye kampuni yangu Mungu nataka uwe mfalme, kampokea na kumpa mamlaka ya kuwa ndio mtawala katika hiyo kampuni. Na maeneo mengine kama unavyoweza kuendelea kuongeza orodha, ndoa yako, mahusiano yako na watu na vitu vingi, unaweza kuongeza orodha ikawa ndefu. Kwenye huduma yako unaweza kuongeza vingi sana, haleluya. Lakini kwenye hilo eneo ukasema ufalme wa Mungu ndio uwe mamlaka ya juu katika ndoa yako, katika jambo lako. Anasema ile nguvu imo katika ufalme wa Mungu, ukipandwa kama mbegu ya haradali. Mtu tu akiamua akachukua hatua akaenda akaiweka kwenye ardhi ya shamba lake, umeelewa vizuri? Au mama huyu akasema hii chachu na niingize kwenye huu unga wangu, mambo mengine yanayoendelea baada ya kuiweka humo huhitaji kuisaidia, inafanya yenyewe. Haleluya. Mabadiliko yote tunayotaka yatokee huhitaji kuisaidia kufanya hayo mabadiliko, itayafanya yenyewe. Ongezeko ambalo ulitaka ulione linatokea hautaisaidia kukusababishia ongezeko, yenyewe ina nguvu ya kukuzalia maongezeko. Huhitaji kuiambia wala huhitaji kuweka nguvu nyingi kuzaa maongezeko. Unachohitaji ni kuchukua ile mbegu inayoitwa ufalme, inayoitwa haradali, ukaipanda humo. Ipande tu hapo, halafu uone inachoweza kufanya. Ufalme wa Mungu una nguvu nyingi, kwa sababu ufalme, niwahi kufundisha wakati fulani, nilikuwa nafundisha somo linaloitwa kutoa sadaka kwa mfalme.
Haleluya. Au kutoa zawadi kwa mfalme. Nilikuwa nazungumza masuala ya matoleo, mnakumbuka? Wangapi bado wanakumbuka? Waliosahau? Hakuna waliosahau, ila wanaokumbuka ni wachache. Narudia tena, waliokumbuka ni wachache, wanaokumbuka ni wachache, ila hakuna waliosahau. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Niliwaambia jinsi ambavyo ufalme, kwanza ukisema ufalme unazungumza mamlaka ambayo ina eneo lake la himaya inapotawala. Ufalme lazima uwe na domain, tunaita domain au territory. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishaitwa ufalme una domain, una territory yake, una himaya yake. Kwa lugha nyingine una mipaka. Kuna mahali pataitwa nje ya ufalme na kuna mahali pataitwa ndani ya ufalme. Ndio maana nimetangulia kuambia ufalme una uwezekano wa kuwa ndani na una uwezekano pia kuwa nje, kwa sababu ufalme una domain. Una mahali unapoanzia na unapokomea. Una mahali panapoitwa ndani ya ufalme na una mahali panapoitwa nje ya ufalme. Tunakwenda pamoja? Ndio maana mtu anaweza kawemo au asiwemo, kwa sababu kuna mahali panaitwa ndani ya ufalme na kuna mahali panaitwa nje ya ufalme. Haleluya. Jambo la pili, ufalme una mfalme. Hakuna ufalme halafu hakuna mfalme. Haleluya. Labda ufalme wa miaka 7 ya Nebukadreza alipokuwa polini ndio kulikuwa na ufalme bila mfalme, lakini vinginevyo ufalme, kitu ambacho huwezi kukosa, ufalme una mfalme. Una mtu ambaye ndio sauti ya mwisho. Una mtu ambaye ndio mwamuzi wa mwisho. Kwa ukisema ufalme wa Mungu unazungumza habari ya mahali ambapo Mungu ana full rulership, yani ana utawala kamili. Yani hakuna mahali Mungu amepungua mamlaka yake. Mahali ufalme wa Mungu upo ni mahali ambapo Mungu ana umiliki na utawala kamili. Kama ni maisha ya mtu, ukisema mtu huyu ufalme wa Mungu unakaa kwake, ina maana hiyo. Ukisema biashara ya mtu iko ndani ya ufalme wa Mungu, ina maana hiyo. Ukisema huduma ya mtu imo ndani ya ufalme, ina maana hiyo. Ukisema maisha ya mtu huyu yamo ndani ya ufalme, ina maana hiyo. Kwa sababu hauwezi kuwa ufalme halafu hakuna mfalme, na hawezi kuwa mfalme halafu ana maeneo hafiki. Hawezi kuwa mfalme halafu ana maeneo hana sauti nayo. Kuna watu wanaelewa ninachoongea? Ukisema ufalme wa Mungu uje, maana yake unasema utawala kamili na halisi wa Mungu uje. Haleluya. Lakini ukisema ufalme pia umesema ufalme wenye, umesema domain ambayo ina government, ina mfumo wa namna inavyotawaliwa, kanuni, sheria, jeshi na vitu vingine vingi. Kuna ulinzi, kuna upaji, kuna nini, mambo mengi. Kama serikali unavyoziona, serikali na ustawi wa jamii, kuhakikisha kwamba watu wake wanapata huduma za kijamii. Serikali hiyo hiyo ina jeshi kuhakikisha ulinzi. Serikali hiyo hiyo ina nini, ina vitu vyote. Ukisema ufalme wa Mungu umekuja, umezungumza mahali ambapo watu wakiishi kea ya Mungu, kujaliwa na kuhudumiwa na Mungu ni jambo ambalo wana haki nalo. Haleluya. Wamo ndani ya ufalme, na kila yanayotendwa katika government au katika tawala na mfumo ndani ya ufalme, wao ni wanufaika. Tunakwenda pamoja?
Ndio maana akasema Yesu, mkisali semeni ufalme wa Mungu uje. Lakini ufalme wa Mungu ukiwepo pia, ufalme wote ukiwepo, wale ambao ni raia wa ufalme wana mambo ya kutenda ambayo yanaitwa wajibu wao kwa ule ufalme. Haleluya, haleluya. Wengine wanafanya kazi, wengine wanafanya nini, wengine wanazalisha vile, wengine wanalima, wengine wanafanya nini, lakini mwisho wa yote ufalme pia una vitu unachukua kama kodi kutoka kwao. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ufalme wa Mungu, Yesu akasema salini mkisema ufalme wa Mungu uje. Hapa nasema ufalme wa Mungu umefanana na punje ya haradali, mtalichukua kaipanda. Maana yake isipopandwa haijafiti kwenye mfano wa ufalme wa, ni lazima ipandwe. Chachu isipowekwa kwenye pishi la unga, pishi si pishi la unga au pishi ya unga, isipowekwa humo ndani, ule mfano haujatosheleza kuwa mfano wa ufalme wa Mungu. Kwa sababu mfano wa ufalme wa Mungu unaletea maana pale kwenye zile kazi zinazofanywa pale mahali upo. Pale mahali chachu ipo, kile kinachoanza kufanyika kwa sababu ya uwepo wa ile chachu ndio ufalme wenyewe. Haleluya. Yale mambo yanaanza kutendeka pale mahali ambapo punje imepandwa kwenye ule udongo na kwenye ile shamba, ndio ufalme wa Mungu. Kuna mambo ufalme wa Mungu kisha kuwepo yanaanza kutokea yenyewe bila kuhangaika, yanaanza kwenda, yanaanza kufanyika kwa sababu ya ile nguvu ya ufalme. Ufalme ungekuwa unafanya kazi kama mtu binafsi, kungekuwa na shida, lakini ufalme unatenda kazi kwa mifumo. Msemaji au mwamuzi wa mwisho, msemaji mkuu katika ufalme, kwa maana ya mfalme akiongea hahitaji kuwa na kufahamu, lakini alichosema utadhana na kuona, utaogopa, utafanya, utatekeleza, utafikiri yuko nyuma yako na kusimamia, kumbe hata hayupo, ni mfumo tu na kusimamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kukujua hajui, umefanya hujafanya hajui, lakini wewe unajua, unaona kama najua, na unaona kama nakuona, na unaona kama usipofanya atakuadhibu. Kwa hiyo unafanya. Kwa hiyo ufalme una tabia ya kujiendesha kwa sababu una mfumo. Vitu vya ufalme vinafanyika kwa sababu ya kitu kinachoitwa nguvu ya ufalme, mamlaka ya kifalme. Kwa anaposema uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, maana yake kwa sababu ya yeye dunia nzima mambo yataenda, baraka zitakuwepo, wokovu utakuwepo, uzima utakuwepo, ponyaji utakuwepo, mambo mengi yatakuwepo, kwa sababu yule ambaye amepatiwa nafasi ya kuwa mfalme, juu ya mabega yake kuna kitu kinachoitwa uweza wa kifalme. Haleluya. Kinaitwa uweza wa kifalme. Ule uweza ndio unaofanya mambo yanatokea, ndio unaofanya viwete wanatembea, ndio unaofanya tukiongea Mungu anathibitisha tuliongea, kwa sababu ya ule uweza wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema ufalme wa Mungu fanyeje? Uje. Ombeni ufalme wa Mungu uje. Kule anasema ufalme. Sasa watu wakamuuliza Yesu, wanaokoka wangapi? Wachache. Yesu akasema hapana, issue si wanaokoka ni wangapi, ni wengi. Issue ni uwezekano wa kuingia kwenye ufalme. Haleluya. Waliokoka
kama nilivyotangulia kusema, unaokoka, na ukiokoka huhitaji kuomba wokovu kila siku. Unaamini unao na kweli upo, lakini kuna vitu vya kifalme mpaka uingie. Unaweza kuishi kwenye wokovu, lakini kuna marupurupu na mambo kadha wa kadha ya kifalme, wewe unaweza usiwe mnufaika wa hayo. Haleluya! Kwa nini? Kuna maeneo hujaua wa Mungu, njoo na hapa pia. Ufalme wa Mungu njoo na kwenye hili. Ufalme wa Mungu njoo na kwenye tabia yangu. Ufalme wa Mungu njoo na kwenye mwenendo wangu. Ufalme wa Mungu njoo na kwenye kazi yangu. Ufalme wa Mungu njoo na kwenye huduma yangu. Kuna maeneo ambayo unaweza kuyaacha nje ya mipaka ya ufalme, na kwa hiyo yale yatokanayo na inayotendwa na nguvu za kifalme au uweza wa kifalme yasiweze kutokea hapo, kwa sababu pako nje ya ufalme. Haleluya! Ufalme mna domain. Una mahali panaitwa nje ya ufalme, una mahali panaitwa ndani ya ufalme. Ufalme wa mpaka. Kwa hiyo wakamwambia Yesu, wanaokoka wachache, akasema hapana, ninyi jitahidini kuingia. Wako wengi wanaotaka kuingia na watataka kuingia, hawataweza. Jitahidini kuingia. Mlango wa kuingia ni mwembamba. Unahitaji maadili, unahitaji nidhamu, unahitaji kujikana, unahitaji unyenyekevu, unahitaji uwezo wa kusamehe, unahitaji uwezo wa kujitoa, unahitaji uwezo wa kuomba, kuacha uvivu wa kuomba, unahitaji uwezo wa kulitii neno, unahitaji vitu vingi sana sana vinavyofanya mtu kuingia ni kama anapita mlango mwembamba, lakini lazima aende. Akiwa naogopa kubanwa na wembamba na anataka mahali unaingia kama unapita kwenye barabara ya lami, huyo ataishia nje ya ufalme. Wangapi wameelewa? Haleluya, haleluya. Atapata vilivyo nje ya ufalme, lakini hatapata vilivyo ndani ya ufalme. Akasema kuna namna ya kuingia ambayo ile namna si wote wanaiweza. Anasema watataka, lakini utaratibu wenyewe wa kuingia ni mgumu, unagharimu nidhamu, unagharimu kujikana. Kwa hiyo wengine watashindwa kuingia. Yesu alitoa mfano wa ufalme siku moja, akasema jamaa mmoja alifanya harusi, mfano wa ufalme. Akasema nitieni fulani na fulani na fulani waje. Walipoenda kuwaita, mwingine akasema mimi nimenunua shamba langu nalima sasa hivi. Mwingine anasema mimi nimeoa juzi tu nakujaje huko tena. Mwingine akasema hivi. Kila mmoja akasema kivyake. Halafu ile bwana mwenye harusi akasema nendeni sasa, kwa kuwa hawa wamekataa kuja, nende mabarabarani huko na njia panda, mtaka kukutana nao washurutisheni, waambie kule kuna chakula, kila kitu kimeandaliwa, njooni kula kwenye ufalme. Jamaa wa mtaani kwani wanachelewa? Bwana Yesu sasa. Haleluya. Walipambia kuna kwenda kula sokoni, sio wapi. Wakaja mbio. Changamoto ikawa utaratibu wa kuingia. Sema utaratibu wa kuingia. Mwambie jirani yako, kuja kwenye wokovu ni rahisi, lakini kufiti kwenye agenda za kufiti kwenye utawala wa ufalme. Tunakujaga kwenye wokovu, lakini tunashindwa kuingia kwenye ufalme. Mwana vizuri. Kusema sala ya toba kila mtu anaweza, lakini sasa kuishi ndani ya mipaka ya ufalme. Jamaa wakaja, wameitika kwa wingi, wengi wakajaa hapo, wakakuta utaratibu. Mimi hapa na hii shati yangu hii special kweli, si mnazijuaga za hivi, unaambia humu huingi, unaivua, ziko za humu. Sasa ninavyokapenda haka kashati nikiingia mahali naona nimetokelezea, halafu nikavue. Bwana Yesu sana. Mzee hapa na koti yake hii hapa nzuri hivi, naambia hii haingii kwenye hii harusi. Watu wengine wamejitahidi, pamoja na kwamba wamekutwa sokoni, lakini kuna namna alikuwa amevalia kutoka nyumbani, akijua anaenda sokoni lazima amependeza. Anaambia pamoja na kupendeza kwako, hii haingii humu.
Kwa kuna eneo lazima upite ubadilishe nguo. Zile ulizokuja nazo unavua zote, sema unavua zote. Hebu mwambie jirani yako shida humu ndani. Unamwambia ni kutaka kuingia na zile za mtaani. Ile mitazamo ya mtaani, ile namna ya kufanya mambo ya huko mtaani, zile tabia za mtaani na nini, unataka na kanisani uje nazo. Ndio mambo tu yanatuia magumu kuingia kwenye ufalme. Yesu akasema ufalme wa Mungu ni hivi. Unafika unavua vyote. Ambia jirani yako unafika unavua vyote ulivyokuwa umekuja navyo. Halafu navaa vya ndani ya ufalme. Hapo ilikuwa kazi. Watu wakavua wakabadilisha nguo, bila shaka kulikuwa na vyumba maalum vya kubadilishia, wakaenda wakabadilisha wakavaa. Jamaa mmoja kaangalia, hii naivuaje hii? Wakati wao wenzake wanavua na kubadilisha, yeye anaangalia upenyo wa kuingilia bila kuvua. Mwisho akaubahatisha, na hatujui kwa wapi huo upenyo. Lakini jamaa wakati wenzake wanabadilisha mavazi ili wavae ya kwenye harusi, yeye hashughuliki na mavazi, anachungulia aone upenyo uko wapi hapa. Harusi anaitaka na mavazi ya mtaani anayataka. Hayo mambo ni mageni makanisani. Kutaka yote. Haleluya. Vyakula vya kwenye ufalme anataka, na vazi mnahitaji kweli? Pamba. Ile pamba ya kule mtaani. Haleluya. Nayo anaitaka. Wakatafuta kaupenyo, akakaona, sio aliruka juu ya ukuta, sio alipita wapi, katumbukia. Katafuta kiti cha katikati kabisa pale ambapo anajua wakaguzi hawafiki. Akabana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kilichotokea, mwenye harusi mwenyewe akasema ngoja nikasalimie wageni wangu. Akaamua kupita kiti kwa haleluya. Akasema nipite pale nikasalimia wageni wangu. Akaamua kusalimia kila mmoja kiti kwa kiti, kiti kwa kiti, kiti kwa kiti, kiti kwa jamaa akafikiwa. Ana pamba yake ya kule mtaani. Hapo ulaji haujaanza. Bado ni salamu, mwenye shughuli anasalimia wageni. Akauliza rafiki, wewe umepita wapi? Imetokeaje ukawa humu? Umeingiaje humu? Na mavazi ya humu huna? Yaani humu pana mavazi yake. Wewe umeingiaje mavazi ya humu huna? Maandiko yanasema akatekewa, kwa lugha nyingine akakosa la kujibu. Kaibika, akatekewa. Hakujibu chochote. Yule mkuu akasema sasa umevunja utaratibu. Walinzi mpo? Kamati ya ulinzi. Wakakamata, funga kwanza. Kamba kuanzia shingoni. Funga. Wakafunga jamaa, wakabeba kama gunia. Peleka huko, tupa. Wakamtupa huko nje. Haleluya. Yesu akasema huko sasa ndio kwenye kilio na kusaga meno. Kwa hiyo ninapomalizia, mtu huyu anasema Yesu unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu ni mfalme na ana ufalme wake. Anapokuwa amefiti kwenye ufalme wake, Yesu akukumbuke. Yesu akukumbuke.
Nilikuwa nimepanga jana kwamba ningezungumza nini kilitokea kuhusu huyo mtu, lakini kwa kuwa nimekula muda nikitengeneza huu msingi, kesho nitamuongelea sasa huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akasema, Yesu unikumbuke kwenye ufalme wako. Na ukisema nikumbuke kwenye ufalme, anazungumza zile benefits zote, yale marupurupu yote, kama ambavyo nimejaribu kuyafafanua hapa. Yesu nisikose chochote. Sasa kwa sababu alikuwa nakufa siku hiyo, ni rahisi watu tukadhani ni ufalme wa Mungu ndi mbinguni, kwa sababu aliyeomba alikuwa anaenda mbinguni siku hiyo. Lakini mtu ambaye haendi mbinguni siku hiyo akiomba ufalme, akiambiwa omba ufalme wa Mungu uje, ina maana gani? Ndio hicho nilikuwa nazungumza. Maana kuna aliyeomba akumbuke kwenye ufalme na anaenda mbinguni siku hiyo. Kwa ni rahisi watu kufikiri ufalme wa Mungu ni mbinguni peke yake. Lakini Yesu anaambiwa sasa, anaambia walioko duniani ambao hawaendi mbinguni leo wala kesho, anawaambia omba msalipo, ombeni ufalme wa Mungu uje. Haleluya. Kwa hiyo kwa hiki kipengele tumejifunza siku ya leo, ninaomba sasa kwa upana. Kwanza uanze kuomba wewe mwenyewe kuingia kwenye ufalme. Kama kuna maeneo unaona yako nje ya mipaka ya ufalme, mwambie Mungu achilie neema itakao kusaidia na itakao lisaidia kanisa lake kuwa katika ufalme kamili wa Mungu kwa mipaka yake. Maana ufalme una mipaka, ndio maana kuna nje ya ufalme na kuna ndani ya ufalme. Ni kwa sababu kuna mipaka. Haleluya. Ni ufalme kama mwingine ambao una mipaka yake. Mahali palipo nje ya ufalme panaeleweka, na palipo ndani ya ufalme pia panaeleweka. Haleluya. Omba jambo hilo, Mungu nisaidie nisiwe nje ya ufalme. Kusiwe na jambo langu lolote au sehemu ya maisha yangu inaishi nje ya ufalme. Kusiwe na mambo yangu au sehemu ya mambo yangu yako nje ya ufalme. Uanze na namna yako ya kuamini, uende kwenye tabia yako mpaka na uyafanyayo. Jina la Yesu libarikiwe. Omba hilo. Pili, omba sasa, kwa kuwa wewe uko katika ufalme, Yesu nikumbuke. Maanake kuna vitu ambavyo ukishakuwa kwenye ufalme na ufalme ukakukumbuka, havibaki kama vilivyokuwa tena. Wanze kumwambia Yesu nikumbuke katika lile, katika ufalme wako. Kumbuka kazi yangu katika ufalme wako. Kumbuka maisha yangu katika ufalme wako. Kumbuka huduma yangu katika ufalme wako. Kumbuka afya yangu katika ufalme wako. Kumbuka mambo mbalimbali. Una mengi ya kumwambia Yesu ayakumbuke katika ufalme wake. Lakini kwanza hakikisha yamo kwenye ufalme. Usije ukamwambia Mungu akumbuke mambo katika ufalme, kumbe mambo yenyewe yako nje ya ufalme. Tusimame. Tusimame. Funika macho yako. Unapokuwa umefunika macho yako, yafanye haya maneno niliyosema kwa maneno halisi katika moyo wako. Ujitazame, ujione. Utazame ufalme uone. Mtazame mfalme mwenyewe umwone. Yule unayetaka kumwambia yanaitwa mfalme wa falme. Mtazame umwone. Imani yako imsogelee. Imani yako ije mbele zake. Imani yako imwambie Yesu nikumbuke. Na kutazama maisha yako unayoyaona hayako katika ufalme, yako nje ya mipaka ya ufalme kama nilivyojaribu kuifafanua. Mwambie Mungu nipe neema, hili eneo nalo niweze kuingia kwenye ufalme
kwa mlango mwembamba, hata kama inagharimu mlango mwembamba, mlango uliobana, nisaidie na hili eneo la maisha yangu nalo liingie kwenye ufalme. Sema, Bwana Yesu, wewe ni mfalme na wewe ni Bwana. Maandiko yamesema uweza wa kifalme uko katika mabega yako, na mimi umeniita, umenichagua, nikaingia kwenye wokovu, nikaingia kwenye ufalme wako. Na ufalme wako una sifa zote ambazo ufalme unakuwa nazo. Una mamlaka za kifalme, una utajiri wa kifalme, una ulinzi wa kifalme, una neema za kifalme, una nguvu za kifalme, na kila kitu ambacho kinakuwepo kwenye ufalme, ufalme wako unacho. Na ufalme wako ni ufalme ulio juu ya falme zote, na ni ufalme unaodumu milele, ni ufalme usio na mwisho. Na kwa sababu hiyo Bwana, kwa kuwa nikaribisha kwenye ufalme kupitia wokovu, ninaomba nisaidie yale maeneo yoyote, zile njia zozote ndani ya maisha yangu zilizobaki nje ya mipaka ya ufalme na kanuni za ufalme na muunganiko wa kifalme. Ninaomba mimine neema juu yangu. Nataka kuwa ndani ya ufalme mimi mwenyewe na mambo yangu yote, mimi mwenyewe na kila nilicho nacho, mimi mwenyewe na huduma yangu, mimi mwenyewe na wokovu ulionipa, mimi mwenyewe na mtazamo nilionao, katika jina la Yesu. Vyote nilivyo na vyote nilivyo navyo nataka viingie kwenye ufalme. Najua njia ni nyembamba na kuna vingine havikuingia, sikuweza kuviingiza kwa sababu ya uembamba wa njia. Leo naomba katika jina la Yesu, hii njia nyembamba, huu mlango mwembamba, unipe neema, unipe imani, unipe ujasiri na kila kinachohitajika kusababisha mimi na mambo yangu yote tupite kwa mlango mwembamba na kuingia kwenye ufalme katika ukamilifu wote, ili Mungu unayeishi, unayemiliki milele, uwe na utawala kamili na ufalme kamili juu yangu na yote yaliyo yangu, ili litimie lile neno ulilosema kwamba nikisali niombe ufalme wa Mungu uje, naombe ufalme wa Mungu uje, naombe ufalme wa Mungu uje juu yangu na mambo yangu yote. Ufalme wa Mungu uje juu ya kanisa letu na huduma zake zote, katika jina la Yesu. Ufalme wa Mungu uje juu ya kanisa letu na mifumo yake yote, katika jina la Yesu. Ufalme wa Mungu uje juu ya familia zetu na kazi zetu zote. Ufalme wa Mungu uje juu ya mahusiano yetu na watu wanaotuhusu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaita ufalme, tunakaribisha ufalme uje kwetu, uje kwetu, uje kwetu, uje kwetu, tupate kuingia. Ufalme ukae kwetu, uwe juu yetu, tutembee ndani yake, katika jina la Yesu. Tunaomba nguvu ya kifalme, uwezo wa kifalme ambao ni mfano wa haradali inaweza kukua kutoka kwenye udogo. Vilivyosalia ni vidogo, visivyokuwa, vilivyosalia ni vidogo, visivyokuwa, visivyoongezeka, visivyoonyesha mabadiliko. Ufalme wa Mungu kija, vitakuwa, vitakuwa,
vitapasha mabadiliko, vitapata mgeuko, vitapata maongezeko kwa sababu ya uweza wa kifalme, kwa sababu ya uweza wa kifalme. Vilivyogota haviwezi kwenda, haviwezi kusogea mbele, vitasogea mbele kwa sababu ya uweza wa kifalme. Ufalme ukija, vitaenda, vitasogea, vitabadilika, vitatendeka. Ufalme wa Mungu ukija, vitatokea ambayo haijatokea. Ufalme wa Mungu ukija, yatatokea, yatafanyika. Ushindi ambao tumeutafuta kwa muda mrefu na hatujaupata. Ufalme wa Mungu ukija, ufalme wa Mungu ukija, tutaupata, tutaupata, tutaupata. Maadui waliojiinua wakajivuna juu yetu, ufalme wa Mungu ukija, watapigwa, watakimbia, watatawanyika kwa njia saba. Ufalme wa Mungu ukija, hawatasimama, hawatasimama maovu yanayotuzunguka. Ufalme wa Mungu ukija, hayatakuwepo, yatageuzwa kuwa mema, yatageuzwa kuwa haki. Uharibifu unaotutokea, ufalme wa Mungu ukija, yatatokea matengenezo mapya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, Baba, tunaomba ufalme wako, tunaomba ufalme wako, tunaomba ufalme wako, tunaomba ufalme wako, tunaomba neema ya kutuwezesha kuingia kikamilifu ndani ya ufalme kupitia mlango mwembamba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Ufalme Mungu kija, yatatengeneza tu, yanayokuumiza yataondoka, yaliyokataa yataondoka, yanayopungua yataongezeka katika jina la Yesu. Ufalme Mungu kija, ufalme Mungu kija, mwambie Yesu, nikumbuke kwenye ufalme, kumbuka hili katika ufalme, kumbuka lile katika ufalme, nikumbuke Yesu katika ufalme, nikumbuke Yesu ndani ya ufalme katika jina la Yesu. Yamashakara baba yendarabondo yabagaseke yamandaraboko yabagaseke yandaraboko yabagaseke. Lord, we beseech you. Bwana tunakuomba, Bwana tunakusihi, Bwana tunakusihi katika jina la Yesu, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, neema yako wembamba, hata kama itagharimu kupita mlango wembamba, kama ulivyosema Baba, tuwe miongoni mwa wanaoweza. Ulisema wengi watataka kuingia lakini hawakuweza na hawataweza. Baba, tunaomba Bwana, miongoni mwao waitiao jina lako na wafuatiliao maombi haya, asiye ambaye anataka kuingia halafu akashindwa kuingia, wote watakao kuingia waweze kuingia, neema kuwezesha kuingia ipatikane, ishuke juu ya moja moja, ishuke juu ya kila moja, neema ya kuweza kuingia, neema ya kuweza kuingia ipatikane na ishuke kila moja, neema ya uwezesho iwepo kumsaidia kila moja kuingia na kuweza kuingia katika jina la Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Yakarabosaka yamatakaraboseke yamashapokoriabazandarababa yamashapokoriabazandaraboseke yendaramoshepokoyabagasete
Yamasha poko ya bagasete. Yenda ramondo ya bazanda rabosheke. Yamanda raboshe poko ya bagaseke. Yenda reboshe poko ya bagaseke. Yamasha poko ya bagaseke. Yamasha poko ya bagaseke. Yabeshe poko ya bagaseke. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Tunanyeka mbele zako. Tunashuka mbele zako. Tunashuka mbele za kiti chako cha rehema na cha nguvu. Tunaomba tusaidie. Ufalme wako Yesu. Ufalme wako Yesu. Uwe katika udhihirisho. Uwe katika mtembeo. Katika jina la Yesu. Uwepo katika udhihirisho. Katika jina la Yesu. Bless for the manifestations of the kingdom of God. Katika jina la Yesu Kristo. Wa Nazareti na Mungu aliye hai. Tunaomba udhihirisho wa ufalme wa Mungu katika eneo la maisha yetu. Tunapokutaka kuita ufalme wa Mungu dhihirike. Ufalme wa Mungu onekane katika vita vyote. Ufalme usimame katika jina la Yesu. Katika mashambulio mbalimbali, Bwana Mungu uje, hayatasimama wala kufanikiwa. Bwana Mungu uje, may the kingdom come katika jina la Yesu wa Nazareti, Bwana Mungu aliye hai.